Nikamwambia nitakupa nani asubuhi ili niweze kumsearch. Asubuhi kumwambia aonyeshe vitu vyake. Asubuhi kanipigia. Nikaamka saa 11. Basi nikamwambia njoo nani wewe ungenia nani kesho, kapeka ni sababu kuna nini niangalia hapa. Tumemaliza pale, akaburuza begi lake, hata tunamuita akapita usiku afungue geti. Kwa sababu ngoja tuchungulia ni wapi. Kama bodaboda alikuwa imepaki kwa nje kule, ndio ikamchukua. Sasa mimi napiga simu kuwapa taarifa. Hapo wananiambia mbona yuko hapo? Sasa nikasema ndo mambo gani haya? Yaani kweli msichana naye, kwa sababu nikakaa niambia kwa sababu kuna msichana mwingine ambaye alikuja kunisaidia, sasa mimi nilikuwa naumwa. Nikamwambia nisaidie ili pate msichana mwingine ili aondoke. Kwani alikuwa anafanya kazi Joyce, yani msichana ana kiburi huyu anajibu. Yupi huyo? Ile na majibu. Sio Salma. Salma jamani, mmemaliza mwaka tena ndio saizi madam mbona nashindwa kukuelewa. Umeshakaa mwaka mzima ndio unamshtakia na majibu. Ngoja nikwambie, mimi sikupenda, yani mimi sipendagi nani na kwamba mimi kama kuanzia mwezi wa ngapi nilikuwa Nairobi naumwa. Kwa na mimi sipenda. Unakumbuka nilishakushtakia kuhusu Salma kwa nambia nitabadilishiwa. Sikumbuki, naongea na watu wengi, sikumbuki. Hapana, mimi anafuloisa jamani. Yule ambaye aliondokaga huko nyumbani, hata rekodi hivyo nimeongea hapo, ambaye aliondokaga nikasafiri kwa tuko nje ya nchi, akaondoka akafanyanga kushtakia, nikaja kushtakia tena, ukaniambia na kutafutia tu kitabu na kutafutia mwingine, umesahau Joyce. Ni Flora. Ni yule dada na discover nyeusi. Huyu dada aliondoka ukiwa haupo? Nilikuwa na Tabita, akatoka kwangu ndo nikapewa huyo. Aliondoka yani ukiwa haupo au ilikuwa issue yake ni nini? Issue yake aliondoka nyumbani siku 3 anaondoka. Hamna mtu nyumbani, tunaangalia kamera, ameondoka na nyumbani hamna mtu, mafundi anataka kuja, amekafunga mlango. Baadaye tukapiga simu huko ofisini, akampigia akasema yuko kanisani, kumbe ni uongo. Vyote mbona vimeandikwa hapo, hata rekodi ipo. Itakuwepo, unajua tena. Nafikiri kwa sababu siko sana kwenye usimamizi, lakini kama kulikuwa na hizo changamoto, sasa ikawaje kubadilishiwa? Mimi ndo nilishangaa sikubadilishiwa, ukaniambia kama nisubiri, nikamwambia sikubadilishiwa, lakini kaendelea kukaa naye. Kwa sababu tunajua tena mtu unakuwa kama ninakuwa niko busy na nini. Lakini baadaye nikaa ninaumwa, nikaenda Nairobi, nikaenda hospitali. Nimekuja mimi nikaa najua Salma muda wake naisha ni mwezi wa 5. Akaniambia ni mwezi wa 4. Nikasema mbona hata ofisi hawajabiwa, sababu ukipiga simu Nairobi ukiwa hewani unapatikana, kwa sababu nilikuwa na room. Mbona ofisini hawajanikumbusha? Nikamwambia kwa sababu mimi sina msichana wangu mwingine alikuwa ameondoka, alikuwa ameenda kusalimia kwao. Nikamwambia naomba natafuta msichana. Kwa hiyo nikimpata mimi naumwa utaondoka. Hata sio ngwame. Mimi natamani nije hapo nikusimulia hadithi za huyo msichana. Sasa tuachane na hadithi za msichana kwa sababu kuondoka kashaondoka. Wewe kama unahitaji dada, lipa express upate dada au premium. Lakini pia Joyce, nasema sio vizuri huyo msichana, hayuko sawa, ni mjinga, kwa sababu unawezaje kuondoka kwa mwajiri wako udanganye uongo? Sasa mimi nimemfukuza. Alafu ana majibu mara mafanye hivi mara ndio nakwambia kwa future nyingine. Kwa sababu hapa nimeongea naye, mimi wakimaliza mikataba huwa tunafanya nao kipindi. Huwezi kuamini hapa kwenye kipindi anasema madam yeye yani wewe sasa ulikuwa unatafuta wasichana wako wengine ambao sasa hao wasichana mara mwingine si kaondoka. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatarajia yeye akae mpaka utakapopata dada ambayo hajui ni lini utapata dada. Kwa hiyo ndio maana akakaa siku 10 ambazo hata hujamlipa. Nikamwambia kwa nini hujaja kulipa wakati umekaa siku 10 za ziada? Akasema mimi sijui kwa nini hajanilipa. Nikamwambia hapana, sio fair kwa sababu uliamua kusogeza muda ili apate dada mwingine. Kiustaarabu alitakiwa tu akulipe, lakini nikamwambia hamna shida boss, tutaongea naye kwa sababu wateja wetu hawanaga neno. Mtu aweze kukulipa 300,000. Mimi sina neno kwa sababu yule msichana ni muongo. Ni muongo tena? Hizo siku 10 alizopitiliza ni muongo. Siku 10 alizopitiliza nimemwambia sana kanisaidia. Imagine kuna mimi nimeenda nafanya physio, naumwa mgongo nafanya physio, kwa narudi jioni. Yule mtu nimemleta pale hafanyi kazi. Imagine anamwacha yule msichana mwingine yule anafanya zote mwenyewe. Akiita mmeongo kaniambia juzi,
Juzi mtoto wangu anatoka shule, hamwangalii mtoto anaoga mwenyewe na miaka 7. Kwa sababu yeye alikuwa anamwangalia mtoto hayupo. Hamwangalii anaoga mwenyewe. Fundi amekuja, fundi wa kuweka taa chumbani kwa mtoto na chumbani kwangu. Mimi nimerudi saa 3. Nimetoka Fizo, kuna foleni, nimekuta matakataka yako bafuni kwangu, nianze kufanya usafi mimi. Mwanangu anasema mimi nimemuita hata fundi, naweza kumpigia fundi Limo, anamuita Salma njoo toa nani. Hakutoa mpaka nimekuja kutoa mwenyewe. Namlipa hiyo hela siku 3 ya nini? Jana yenyewe amefanya tu kuweka chai mezani. Mjinga kabisa, muongo. Ameweka chai mezani, tukamwambia kitu gani umefanya? Tunaniambia nikulipe nani? Nikulipe hizo hela nani? Siku 3 hapo nasumbua. Ndio unilipe hizo na unitumie. Akalipa begi akaondoka. Kwa hiyo kumbe hizo siku 10 ya kufanya kazi. Hebu uliza eti Salma bado yupo. Hebu ngoja kwanza. Madam, ngoja. Madam, hebu ngoja kwanza hapa. Maana alikuwa hapa muda. Hebu ulizeni kama Salma kaondoka, maana natamani asikie haya mambo, asije akajifanya yupo. Muite hapa, bosi wake yuko hapa anaongea. Ngoja aje hapa akusikie. Kama ni kweli anasema mimi nilikuwa na mdeni nini? Angesema vizuri, mimi naenda ofisini, lipa hela zangu, lakini sio kwa kudanganya na danganya si nimeondoka kwetu na anafanyaje? Jana amefanya nini? Hiyo ile anataka nimlipe jana na juzi. Amefanya nini? Ngoja hapa aje atuambie. Atuambie kabisa. We sana. Haya, njoo hapa, bosi wako huyu hapa kwenye simu umekaa, kumbe umetudanganya. Unasema umekaa siku 10, kaa hapo. Umesema umekaa siku 10 ambazo bosi hajakulipa. Mbona unasema hizo siku 10 huna ulichokifanya? Huyu hapa anasikia madam. Nataka nimuulize, jana na juzi amefanya nini? Hapa nataka nimlipe. Ambapo jana hajafanya mpaka anaitwa hatokei. Mmeomba namuita aje. Mtoto hamwangalii. Mpaka mimi naenda chumbani nakuta mtoto nguo zimeloa, zimewekwa kwenye kiti cha mtoto. Hachukui. Kwa hiyo hizi mwangalia mtoto. Hebu niambie hizo anazosema jana, na nimemuuliza ikiwa naondoka pale nyumbani. Unazosema kwamba mimi unanidai siku zako 10. Jana umefanya nini? Tumeweka tu maji. Umeweka tu chai hapo, ukacha kila kitu afanya mtu mwingine. Juzi umefanya nini? Ukiitwa unakaa huko chumbani utaki kutoka. Aseme hapo, ni uongo. Haya, sema. Au nirudi nyumbani nimpigie yule dada ambaye yuko pale nyumbani. Sema hapo sana. Hapo kistaarabu anasema hivi hajui ni lini napata msichana. Angeniambia kweli, kwa sababu mimi naumwa, angesema ni kweli mimi naondoka, anamdanganya naenda nyumbani kwetu Tanga. Aondoke. Kumbe anakuja kwa msichana aondoke, kama sio shezi muaji. Aondoke saa 11 kasoro na giza. Kumbe anakuja kwako. Angeongea hapo nyumbani kwako hata kama ni saa 4 saa 3 aje kwako, anadanganya naenda Tanga. Akapenda bodaboda tunamchukulia kabisa, bodaboda inakuja kumchukua. Ni mtu ambaye ni mnani kweli. Kwa nini adanganye? Na alikuwa mkataba wake umeisha. Akisema kweli mimi naondoka. Yaani sio udanganye kwamba naenda kwangu, sisi nini? Wananiamsha mimi saa 11 kasoro nimpe ile anaondoka. Wewe mbona umeondoka kisani? Niambia simu kwenu kutoa ripoti na ajua mbona yuko hapo. Mbona ndio namuuliza mbona umeondoka Salma, mbona umeondoka kisani? Umdanganya bosi wako unaenda alfajiri unaenda Tanga, kumbe unakuja hapa tu. Kwa nini? Na mkataba wako ulishaisha. Kwani si ungemwaga tu vizuri unaondoka? Kwa nini umeondoka hivyo? Akiaga tu vizuri. Kwa nini umeondoka hivyo? Basi madam, kama nini hapa? Mimi naomba nisamee. Hapana, siwezi. Ni uongo gani? Unaondoka saa ngapi? Na umeondoka nyumbani kwangu na giza. Unaniamsha. Unaniambia unaenda Tanga kwani umefiwa na nani mpaka unaua nani, unasema na message ninayo kwa sababu mimi kesho naondoka nipe hela zangu nani na kuna 40 ya mamangu mdogo. Unadanganya vitu vya ni yanga. Umefanya nini? Umekaa na mimi mwaka mzima. Mimi nimevumilia mangapi? Unajibu unaniambia ndio unitumie hiyo hela yangu. Basi naomba nisamee mama. Niache. Yes, naomba mimi naenda Fizo, nitakupigia simu baadaye. Kwa sababu mimi nimekutafuta sana. Ndio madam, nilikuwa niko kwenye vipindi. Si ndio nakwambia nimefanya naye pia kipindi cha kumaliza mkataba, ila sikujua kama ameondoka hivyo. Nasema hivi, wakishatoka huko kwetu, wakija huko kwenu, wanawadanganya. Sisi waajiri tuonekane ni wa nani? Wewe mnatuita na sisi waongee. Yani huwa tunawapigia lakini mimi na wewe tumeshakuwa ni nani? Msichana wa pili sasa nimechukua. Umeelewa? Ni kweli. Kwa hiyo unatakiwa uniite nani na mimi nieleze tatizo yangu, nieleze. Kwa sababu huwezi kwa kila siku msichana anakuja na kudanganya vitu vya uongo. Msichana kama anaondoka usiku anadanganya anaenda sehemu fulani kumbe anarudi
Lakini mimi kama muungwana nikapiga simu kumwambia msichana wenu ameondoka na ile ndo naambia mbona yuko hapa? Sasa kama umekaa na mtu nani yote, mimi nilikuwa naumwa, nilikuwa sijui na anajua kabisa mimi nimekaa Nairobi miezi miwili. Haya, kwa nini usubiri? Mimi naweza kumngangania, kwani ni mtoto wangu nimezaliwa, ni mtoto wangu nimemzaa. Si kama bado umeisha naondoka. Subiri. Haya, na hiyo siku na gasi unalipwa. Kwani alikuwa anakaa bure? Subiri, na mimi nilikuwa nasubiri utaondoka. Haya, amekuja kasichana. Kwa kweli wasichana sio wanani. Mimi mwenyewe na mengi ya kuongea na wewe. Basi madam, ukishatulia, si unasema unaenda hospitali. Ukitulia basi unani, kama hauna dada useme, kama unachukua premium tukuangalizie dada wa fast. Mimi bora niondoke tu. Alikuwa ananiambia nimeshaona una nafuu sasa hivi, labda nikamwambia wewe unajua kila siku mimi natoka baada video. Mimi siwezi kukumilia kwa naondoka. Kama angejua mimi kwa siku nyingi nilikuwa nataka nimtoe hapa afa na niletea tu. Lakini hizo siku 10 zake unamlipa? Simlipi siku 10, siku ngapi hakufanya kazi, alikuwa anaacha kazi afanye. Ameacha mtoto wangu kila siku hapo ana nani. Mtoto anarudi shule wa miaka 7. Hamwangalii mtoto amenani. Hamwangalii mtoto kama ameoga, amefanya nini? Matakataka mengine anabaki huko ndani mpaka nje niangalie. Anataka alipo hela za nini? Au nirudi nyumbani, nikirudi nyumbani nitakupigia simu mume wangu aeleze na wewe mtaka mwingine kwa aeleze. Madam, tuendelee mbele. Sikashaomba msamaha hapa. Si tuende mbele tu. Msamaha, wewe unapokuwa unanijibugi. Anachukua mpaka sufuria za nyama anaweka kwenye freezer, unamuuliza na kujibu. Wewe unataka mimi nifanye nini? Tena na majibu kama nani? Jamani. Pole. Sasa nafikiri hata nani yake iko hapo. Uulize dada waniambia kabisa jinsi alikuwa na nani hapo. Na mimi sina nani. Unajua mtu anakaa nyumbani kwako, mimi mwenyewe sina nani mbaya. Mtu unatakiwa ukae na mfanyakazi wako vizuri, lakini hayo majibu kwa nini ulikuwa unamjibu bosi wako jamani? Smart dada, smart sio kujibu bosi vibaya. Mimi nimemwambia jana Joyce, mimi kuanzia nina wasichana sija kulipa msichana 300,000. Na ofisini kwangu wasichana nawalipa, lakini hakuna mtu msichana. 300,000 ni hela nyingi sana, unakula kwangu, unalala kwangu, kila kitu. Alafu unakuwa unajibu vibaya tu. Hiyo ya kujibu sio nzuri, kwa sababu smart wanatakiwa wakupunguzie stress madam. Wanatakiwa yani ukija yani akutreat kama queen wa nyumba. Malkia ameingia yani atetemeke, yani akuhudumie vizuri. Ndio maana unapotoa hiyo hela. Hamna, yani hakuna hicho kitu. Hiyo kitu hakipo. Jamani, mbona smart unatuangusha Salma? Kweli smart unatakiwa madamu wako enjoy. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo hujaenjoy kabisa huduma ya Salma. Ni enjoy wapi? Kweli, ni stress. Mimi na hapa msije enjoy kwa sababu wengine unamwambia. Nimemwambia aike ndizi kwenye friji. Nikaanza friji liko wazi. Mafu limenani na ananiambia nikamwambia kwani muone ile friji lipo. Nisingeka huko sasa unge nani? Ungekuja kugomba. Kwani wewe unaona hiki kitu ni kibaya? Uchukue nyama uje kwenye freezer na sufuria lake. Uambiwe nani? Mimi nasema hivi. Mimi nataka mimi siku hizi nitatafuta nani? Yaani mimi sija nani kabisa, yani sija enjoy kabisa. Hujafurahia hiyo huduma Salma, umetuangusha. Umetuangusha kwa kweli. Hujafurahia kabisa. Inabidi chukue hii feedback ifanyie kazi, majibu. Kazi lakini anafanya. Ni majibu tu, ni huo mdomo. Kazi gani unaweza kumuita Salma, unaweza kumuita yuko kutubani na asije. Jamani. Na asije ukaita na asije. Hiyo sasa mbona nidhamu inakuwa sio nzuri? 300,000 mimi nilikuwa najua nalipa 300,000 unapata huduma nzuri nini? Yaani mimi tena nimemwambia hivi, kwa nini wasichana mnakuwa hivi? Wasichana mnakuwa nani kabisa, yani unaona mtu ni nani? Madam. Mimi mtu anajua. Yaani madam, hii nani ya Salma isikufanye ukaona kama ni wasichana wote. Ni mmoja kwa kweli. Yaani changamoto za mmoja usiziweke kwa wote. Wewe amini tu wako wadada ambao ni wana nidhamu vizuri. Unamuita yani hata kama akihisi, hata kama ni kitu kimejigonga anakuuliza madam umeniita. Yani sikufiche hivi, kuna ndugu yangu anakaa ni afisa elimu wa pale ni wapi hapo Rogo ni karibia. Akaniambia kuna nani mfanya
mfanyakazi mwenzangu anasikia na sasa kuna mfanyakazi wake nakwambia ni mzuri nini. Amepata sijui Tanga. Nikamuuliza ni wapi, kuniambia ni wapi, kuna mimi nimpate mzuri kwa sababu mimi mwenyewe nimechoka. Kwa sababu unajua kulipa hizo hela unapata kila kitu unapata. Hebu imagine sana mtoto wangu anaangalia hapo kazi naingia chumbani anaangalia ametoka huko wamenyeshia mwanangu alikuwa anacheza huko tunataka kutoka kwenye ndani ametoka risiti na maji sasa mimi namwambia. Kama ile anaambia mimi sijui labda alina mimi mwenyewe sijui. Sasa huyo dada akaniambia hivi, huyo ngoja niongee na huyo nimuuliza amepata wapi. Ananitumia namba kumbe ni ya kwako. Akasema kwamba alipata kwako simu na branch Tanga. Ni kweli? Hapana, mimi sina branch Tanga bwana. Unaona labda nani sini ndio nataka baadaye nikitu. Lakini kama ametuma namba yetu maana yake si unajua sisi tuna wadada mpaka huko Sumbawanga, Kigoma. Kwa hiyo alimradi namba amekutumia ni ya kwetu. Yani usichukulie dada 200 ambao ni labda wai siku hizi wa 200 hamna bwana we. Yani 200 hamna. Huyu mambo ya nani ya Salma yasikufanye ukakata tamaa. Tena wewe unatakiwa uchukue professional sasa hivi. Hawafai bwana. Chukua professional sasa hivi. Chukua 500 sasa. Sitaki hata uninyonge sitaki. Hata chukua 500. Sitaki kabisa. Madam, hebu nenda kwanza hebu kafanye kwanza mazoezi ya mgongo tuongee baadaye. Tuongee baadaye basi. Wako huyo. Mbona umeondoka hivyo? Ukamwambia unaenda Tanga. Yaani nyinyi wadada ni sitaki. Haya. Umeamka kama unaenda mkoani. Kwani sasa umefanya hivyo? Ndio njia pekee ya kuondoka hapo. Naanza kumwambia. Yeye mwenyewe hataki uondoke. Hataki niondoke. Alafu kupiga huku simu kituoni kwamba alipe hela hataki. Sasa wewe tutaelewana vipi? Tengeneze. Mimi nikamwambia leo naondoka Tanga, kuna 40 huko nyumbani kwetu. Jamani. Maana unamwambia basi pige simu kituoni. Yupo tu kituoni wamekupigia? Hapana. Kituoni wamekupigia? Yaani kwanza nikwambie tu sifa za huyu madam. Yaani kwanza kama huwezi kufanya kazi hapo utoboi. Yaani ndio maana nakwambia kama nilivyosema sio kwamba nimemaliza mkataba hapo palikuwa parahisi. Tunachotakiwa tu ni kuangalia malengo yetu. Bosi anavyotaka hata kama akisema sijui nini. Wewe jishushe tu. Sasa ndio huko kujishusha mbona anakulalamikia anasema anakuita uitiki. Anasema yaani kwanza anataka mama una majibu yani una mdomo. Yaani kwa salau yaani anataka muulize tu jibu gani baya amekujibu. Ungemuuliza tu hivi. Jibu gani baya amekujibu. Mbona umeweka sufuria kwenye friji unaona? Ungekuja ungeongea. Unajua madam wako hawezi kuongea naye hivyo Kweli yani madam umeweka sufuria la nini kwenye friji anambia madam samani. Yaani umeona hapo ulifanya? Hivi ndio unatakiwa uishi naye. Maana hapo kakushtaki, wewe hukutaka maneno mengi. Ukaomba msamaha. Mimi namjua. Kupandisha pressure. Hakuna mtu ambaye utamjibu kwa chini. Alafu akawa na hasira. Kwa hiyo hata pale kwake utakiwa uishi naye hivyo. Kwamba wewe mbona umeweka sufuria kwenye friji nini? Samahani, nisamee madam. Hasira imeisha. Unarekebisha jambo lako siku zinasonga. Sasa wewe unamwambia, nisingeweka si ungekuja kuongea tu. Umeona alichosema? Ningeacha kuweka kwenye ile sufuria kwenye freezer au hiyo nyama kwenye friji, bado ungekuja ungeongea. Huwezi kumjibu hivyo. Hiyo inakuwa unashindana na bosi wako, unaonekana una adabu, una heshima. Umeelewa? Kwa hiyo yani hiyo kumbe neno samahani unaweza kusema. Sasa ndio hilo unatakiwa uende nalo. Tena saa nyingine akiniita, namwambia madam. Anasema huko chumbani anakuita uitiki. Hivi imagine madam. Uje mama ni vile tu kusema ngoja tu yaende. Nyumba ipo ana ghorofa 2. Sawa? Kumbuka mwezi huu uliopita tulikuwaga 2, ameondoka mmoja. Sasa wewe nyumba ile anataka kila sehemu umanage. Mtu huyo mmoja. Hivi inawezekana kweli wewe? Sawa inaweza isiwezekane. Lakini anapokuita kwa nini uitiki? Na itika madam yeye anataka ukiwa chooni hata kama upo chooni. Ndio. Madam. Ukichelewa. Ndio. Umesikia jamani? Wewe unataka hela sio rahisi.
Yaani inabidi uende ukishamjua, itika huko chooni. Huko chooni. Madam niko uani. Alafu kingine madam hiyo imetokea hapa mwishoni. Yaani alikuwa anaumwa na mhudumia. Yaani hata kama nanili tu. Anajua kabisa kuna kazi nyingi. Umeacha sufuria jikoni labda unapika. Huyo anakuita. Yaani ili tu akutafutie dosari. Hamna bwana. Si unamwambia madam napika kule. Majibu kalalamikia sana majibu, lakini pia hii kudanganywa, si huyu sasa akatafuta mbinu ya kudanganya kweli, anisamee tu. Majibu anisamee tu bila kumwaga, kamwambia naenda kwenye of course. Sasa yeye alikuwa ananihitaji lakini hataki kupiga simu kituoni. Sasa inakuaje zako kazi na hizo siku 10 zimeenda na maji. Siku 10 zimeenda na maji haya. Kwenye sadaka tu vitu vingine. Katika yote weka samahani, tanguliza kama unaona hapa. Unasema tu samahani, hasira zake zimetulia. Ndio hivyo, muende nao na ujue kitu ambacho hapendi. Kama anataka uitike kila hata ukiwa chooni, itika tu. Abe madam niko uani. Kwani kuna shida gani? Kwa sababu sisi hata hapo atakuwa ameridhika sasa kidogo. Haya, sawa.